Hii imefika mahali tuliko sasa, 63 years after independence. We want to build a united country. Na tufuate yale ambayo tumeelezwa na viongozi wetu kwenda mbele. Hatutaki kugawanya nchi yetu. Hadharani mchana mtu kwanza kuzungumza maneno eti huwezi kukubali kwa Kikuyu, huwezi kukubali kabila hii, huwezi kukubali. Shida ya nchi yetu sio shida ya Wakikuyu, ama shida ya Wajaluo, ama shida ya Wakamba, ama shida ya Wakisii. Shida tuko nayo ni shida ya wananchi wote wa Kenya. Na kama kasi imewashinda, kila mtu anaona kasi imewashinda. Isiwe eti ni kusingizia region moja ama kabila moja Kenya hii. Kila usiku, mchana ni kulaumu watu. Na watu wakishindwa kazi wanaendea namna hiyo. Blaming other people, excuses kila siku. Lisemekana tulianza empty coffers, sijui nini inafanyika, sijui nini kila mwaka. Sisi kama Jubilee, nimalizia hapa. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako sisi tutakuwa na mkutano na viongozi hawa. Hata hii maneno ya kuangazia Finance Bill 2026, we will have a seminar ya chama. Tuende through the bill, viongozi wetu wote, wale mashinani na wale wengine, waelewe kwamba wakati tunasema la, ni kwa nini tunasema hivyo. Na pia tutoe mapendekezo yetu, because we are not just a party, we are a group of people who are interested in the best for the country that we live in. So we'll make our proposals also, in the hope and respect that the structures of government we have in place will respect those proposals. Because mambo mengine ambayo yako hapo, it's untenable. Our country cannot go on in that kind of manner. Lakini mwishowe nawaomba, ndugu zangu na dada, leo nimejivunia kabisa tena zaidi kuwa hapa Kiambu. Kwa sababu ushujaa ule nimeona hapa, kama Ikonya amezungumza hapa, na Principal Chief, na hawa mama wamezungumza hapa, Mama Choice, kwamba tunampenda rais wetu na tutakaa hapa tuendelee mbele na rais wetu, tukiendelea mbele kujenga chama chetu. Ninawaomba nikimalizia, tukae hivyo, tukae na umoja na heshima kwa wale wengine ambao tuko nao katika siasa, vile vyama vingine. Tunazungumza polepole na tunakaa kwa heshima. Sisi hatuna matusi. Rais wetu ambao ni kiongozi wetu wa chama ni kielelezo kamili vile siasa inapaswa kufanywa, na ametueleza na ametuamurisha tufanye kazi kwa njia ya kuweka nchi yetu pamoja. Our stability and the progress of our country is more important than us as individuals. Na hivyo ndivyo tutaenda, Mheshimiwa Rais. Nimalize kwa kushukuru sana na kwa kushukuru viongozi